Sasa nakuelezea kuhusiana na pepo mchafu au pepo mharibifu, ambaye mimi napenda kumuita pepo mharibifu. Sawa? Sasa nakuelezea kuhusiana na swala la pepo mharibifu. Sasa pepo mharibifu niliishia ya kwamba nilisema nitakuelezea kuhusiana na kwamba pepo mharibifu inakuwa kweli, yani ile namna gani, vipi, face to face. Sasa iko hivi, pepo mharibifu kiukweli anazingua sana, na sio kuzingua tu, yani anakera na anaboa. Yani wewe unampa address zako zote pale ambapo unapokuwa unafanya jambo lile ambalo si sawa, ambalo Mwenyezi Mungu alikuwa amekataa hayo mambo. Sawa, Na ndio maana mzungu alipotengeneza pepo mharibifu alimtengeneza kwa ajili hayo. Naona alitengeneza kwa sababu ya hayo. Kwa hiyo pepo mharibifu anachokifanya ni kitu hichi hapa hichi. Anakuwa yeye kazi kukuendesha wewe katika maisha yako, katika menendo yako yote. Na anategemea alikukuta katika sehemu ipi, alikukutia wapi. Kama alikukutia una mke na familia yako, basi atakushikilia hapo kwenye familia yako. Ataanza kunyenyesea hapo, ataanza kutesea hapo. Kwa hiyo atakuwa anakufanya kitu wewe sometimes unaona Mungu tu, bahati za Mungu. Mungu anaenda anakupa mara moja afa na kunyang'anya tena. Toka lini? Ingekuwa ni bahati ya Mungu. Mungu anakusaidia. Kwenye kamari ukienda unapobeti ile, mara ya kwanza umepata. Unaposema nimepata, asante Mungu, nimepata. Unapobeti tena, sasa ingekusaidia tena. Kwa hiyo gani mpaka unachukulia zote tena zinaisha? Sasa naomba nakwambia, huyu ni pepo mharibifu, anakuvuta tu kwamba anakupa namna fulani ili kusudi ujisahau. Wenyewe wanasema ujisahau, udatike tena. Sasa iko hivi, akisha huyo pepo mharibifu huyo akishafanya mambo yake, hasa kwenye swala la kuhakikisha kwamba nakufilisi kwenye maisha yako, kiukweli vyote anavyokufilisi kuna watu wanawatajirisha. Wewe unapofilisika kuna watu wanatajirika. Sasa iko hivi, huyo pepo mchafu au pepo mharibifu huwa anatumika kukufilisi wewe na kupeleka mahali fulani. Kwa hiyo kama wewe ni mpenzi wa kamari za kubeti mipira, kwa hiyo pepo mchafu anachokifanya, pepo mharibifu anawatajirisha wale wanaobetisha mipira, na anatumikishwa na wale wanaobetisha mipira. Mfano muhindi, unasema muhindi sijui, unasema muhindi ndio anabetisha mipira, kamari ya mpira, betting, sijui makasino haya mtandaoni, muhindi, si ndio? Sasa huyu muhindi yeye amejiwekea kasino za mtandaoni, yani betting, kamari ya mtandaoni. Sasa hii kamari ya mtandaoni
Muhindi alichokifanya anamtumia pepo mharibifu kuwateka nyinyi wa mtandaoni ambao mnatumia kamari ya mtandaoni. Sawa kama unapenda kamari ya kubetibeti sijui mipira sijui nini, sio mtandaoni tu, yani hata ukoona hata unaenda kukutana kamari yoyote ambayo tu inahusiana na masuala ya mpira, tuseme ni masuala ya mtandaoni makubwa, kwa sababu ni internet ile inafanya kazi pale. Mitandao ndio imeundwa mpaka inafanya ile kazi pale. Sasa ile pepo mchafu pale anakuepo pale, ambaye anakuendesha. Yaani pale hata kama mwa watu 100, watu buku, kila mtu pale anakuwa na pepo wake. Kila mtu yuko na pepo wake, na kila mtu pepo wake anamuendesha kivyake. Sasa iko hivi, mtu anasema yani mangu jamaa kama wanatuona vile. Hapana, wajamaa wako live, wametutegea video, wametutegea kamera, wanatuona. Hakuna naye kuona hapo kwako wewe, huko pepo mchafu ndo anakutumia hapo. Mwindi amekuwekea pepo mchafu hapo ili kusudia upani akutumia. Yani yeyote ambaye ataingia kwenye kamari lazima ampate pepo mchafu. Na wewe pepo mchafu alianzisha kamari aishajua jinsi ya kumcontrol pepo mchafu. Kwa hiyo ashajua jinsi ya kumcontrol pepo mchafu, jinsi ya kumtumia. Kwa anachokifanya yeye ndio maana ameanzisha kamari. Kamari hiyo aliyoanzisha ni rahisi yeye kuitumia. Mchina ameanzisha makamari, ama kamari yanatumika. Ama kamari ameshawekewa target ya pepo mchafu. Sijui unaelewa pepo mharibifu. Kwa hiyo unapoenda kushiriki, yule pepo mharibifu anakuvaa pale. Sijui unaelewa kwa unajikuta wewe sometimes unakuta mimi napenda sana kucheza wa mchina, yani bonanza, sijui napenda sana kucheza mikamari. Kwamba nikipata tu hela mimi vufu kwenye kamari. Pepo mchafu huyo ni pepo mchafu. Pepo mharibifu ambaye yupo kwenye kamari ya mchina ndio aliyekuteka. Ukienda kwenye betting sijui mpira sijui nini, hapo hivyo napo kuna pepo mchafu ambaye huyo mwenyewe muhindi wanasema, ambaye amemweka pale, anajua jinsi ya kumcontrol na kumtumia. Kwa hiyo yuko pale yule pepo mchafu popote, yani kwenye kamari yake yoyote popote yuko pale anaitumia hiyo kamari. Sijui unanielewa Kwa hiyo ni rahisi fanya nini kukuteka, kwa na kutumia pale. Ukienda pale hiyo pepo anakuvaa, akishakuvaa anakuwa anatembea na wewe popote unapoenda, yupo na wewe hapo, macho futu, anaongozana na wewe. Kwa hiyo hata kama ukienda wapi, ukienda kufanya kazi, ukipata hela tu anakuambia twende, anakushika mkono, twende, anakupeleka wapi? Kwenye ile kamari. Kwa hiyo ukifika pale anaanza kucontrol sasa. Anakupa, anakunyima, anakupa, anakunyima, anakunyima, anakupa, anakunyima. Umeona? Anakuchezea hivyo. Kwa hiyo hatimaye utajikuta kwamba umeliwa au umepata siku. Ukiona umepata siku, basi ujue amejua kwamba hatima yako. Sijumeelewa, ameshaiona hatima yako kwamba inatakiwa leo akupe ili kusudi nini, kuna kitu fulani ufanye. Kwa hiyo ndio maana anakupa. Kwa kuna siku yani utajua wewe na maisha yako, utajua wewe na shida zako. Kwa hiyo ila yeye anajua anakuendesha vile anavyotaka. Kwa hiyo anakuendesha, kuna wakati anakunyang'anya. Unasema yani kachukua mpaka hela ya kula. Ashajua wewe ukila utakula wapi, kama utananja anajua. Ashakontrol, ashajua. Kwa ndio maana akakulambisha yote piu. Umeona? Kubwa tu ni kwamba ashajua kwamba utakula wapi, utapataje. Umeona huyo pepo mharibifu, huyo upande wa kamari. Kwa hiyo hivyo kwenye ngono. Sawa.
Ukipenda kupiga punyeto, ukipenda kusagana, ukipenda mpenda kufelana. Hizo zote ni haramu ambazo Mungu alikuwa hazitaki hizo. Alizipinga kabisa hivyo vitu. Sasa hapo anapo amefanya hivi pepo mharibifu. Ukipenda hapo kwenye kumfelana, lazima utakuwa unapenda picha za ngono. Pumbavu zako wewe. Picha za ngono utakuwa unazipenda. Hata ukipenda picha za ngono, hela yako wewe, yani ile naniliu picha za ngono ukianza kwa unazitazama, naomba nielewe, utakuwa unazitazama kwa sababu unapenda nini? Unapenda kufelana, unapenda kugagana, unapenda kunini. Kule pepo yuko pale anakuchungulia. Yule alianzisha ile program ya ngono mtandaoni anavuna, lazima atengeneze pesa, sio unaelewa? Kwa hiyo anatakiwa amweke pepo mchafu, pepo mharibifu, amharibu maisha yako wewe, ili kusudi wewe kila ukipata hela unaweza kuweka bando uangalie X, unaweza kuweka bando uchukue naniliu download X, unaweza huku naniliu upate unaniu ununue mafuta, uchukue hela uende kununua mafuta, umwangalie, upige puju. Unawaza ngoja nichukue hela nikabeti ili kusudi nipate pesa mingi. Kwa hiyo sasa unajikuta wewe unakuwa, kwa mfano sasa mbaya zaidi kudadadadake nitaka saa wiki hapa hiki tena hiki nakwambia chapu kwa ili uelewe na afu ufunguke, kwa sababu video hii sio ndefu sana. Sasa omba usiwe na mapepo haya. Uwe na pepo la kamali la Mchina, uwe na pepo la kamali ya Mhindi, uwe na pepo la ngono, yani la X mtandaoni, uwe na pepo la kuvuta bangi, uwe na pepo ya pombe kudadadadeki. Wewe nakwambiaje? Wewe koma. Kutoboa ni ngumu. Yaani ukitoboa wewe hata kanisani utaiyo, hata kanisani utakuja ukanyaga wewe. Ukikanyaga wewe, ukikanyaga uende kusali pale, uende kurudi kuomba msamaha kwa mzazi, kwa nani, kwa Mungu wako pale. Uende kuomba msamaha. Lazima unaenda kuleta jeuri. Ndio kwambia hivyo. Kwa hiyo wewe maisha yako basi yatabaki kwa hivyo, kwa sababu mzazi ukimletea jeuri atakusaidia nini? Ashamletea jeuri. Kwa hiyo lazima afanye kosa. Ukiwa na hiyo mama yangu, yani utakuwa umechafuka. Nini utakuwa na mapepo kama yote, batakataka yote, yani utakuwa nayo pale mapepo machafu, mapepo maharibifu utakuwa nayo pale. Kwa mapepo maharibifu unatakiwa ufanye nini? Unatakiwa uyakwepe. Sasa ili uyakwepe mapepo maharibifu hayo, video yetu sio ndefu sana, twende sehemu ya 4 utaipata. Sambamba pamoja, tuko pamoja. Ukifanikiwa usisahau kushukuru. Asante sana. Shukrani kitu cha muhimu. Shukrani halazimishwi mtu. Shukrani inakufungua ulipo. Shukrani inakufanya kuwa huru. Asante sana. Asante sana.